Kaunti ya Turkana ambako pia kuna chaguzi ndogo ambazo zinafanyika eneo la Nanam. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari katika kaunti hiyo, Kitio Mika, kwa mengi zaidi. Kitio, iwapo unanipata, kazi kwako. Naam, asante sana mwenzangu. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, eneo hili la Nanam ama wadi ya Nanam, kwenye kaunti ndogo ya Lokichogio. Bila shaka hapa nyuma yangu ni shughuli ya upigaji kura unaendelea kwa sasa katika kituo hiki cha kupigia kura, na wakazi wameweza kujitokeza mapema ili kuweza kupiga kura na kuweza kumchagua kiongozi wao. Katika wadi hii wagombeaji ama wale ambao wanawania kiti hiki cha wakilishi wadi ni wanne, mmoja kutoka katika chama cha UDM, mwingine chama cha ODM na vile Ford Kenya, na mmoja ambaye anawania kiti hiki kama mgombeaji huru. Bila shaka ni shughuli ambayo inaendelea kwa sasa. Hali ya usalama imeimarishwa eneo hili, wakazi wameweza kujitokeza na tumeweza kushuhudia wale wagombeaji wameweza kufika eneo hili na kuweza kupiga kura, kusema kwamba mwingine anasema kwamba yuko na matumaini ya kuweza kuchukua kiti hiki. Jina naitwa Mheshimiwa Cosmas Longor na Pekar. Mimi nimepiga kura. Naamini ya kwamba nitakuwa mshindi kwa sababu na imani na watu wangu wananipenda kwa kazi ambayo nilifanya mbeleni, na wito wangu wapiga kura kwa amani bila shida yoyote. Watu wa Nanam ni watu wa amani kwa kawaida, unless mtu mwingine kutoka nje akuje alete furugu, lakini hawa wenyewe ni watu wa amani. Na kifika kitu kama saa 4 itajulikana mimi ni mshindi, kwa sababu ile kazi ambayo nimewafanyia watu wangu. Hata wakati nilikuwa nimeangushwa, ilikuwa katika hali strategies ambayo mtu alikuwa ametumia kuleta watu kutoka nje. They made a decision for our people here, but at this time hakuna watu kutoka nje. Nyuma yangu jinsi unavyoiona ni kwamba wakazi hapa, jua lipo linaendelea, lakini wakazi wanaendelea kujitokeza. Na kumbuka kwamba eneo hili ni wafugaji kwa wingi na wameweza kutokea na kuweza kupiga kura. Kumbuka kiti hiki ama eneo hili liliweza kuachwa wazi na aliyekuwa mwakilishi wa wadi katika eneo hili ambaye aliweza kuaga dunia miezi kadhaa iliyopita, na kisha kuweza kutangazwa eneo kuwa wazi. Bila shaka tutakuwa tunaendelea kukujuza ni nini ambayo inaendelea. Tutakuwa tunatembea katika vituo mbalimbali eneo hili, na kumbuka kwenye wadi hii vituo ambavyo wakazi wameweza kujitokeza kupiga kura ni vituo 13, na shughuli hii inaendelea kila eneo. Na hapo awali kulikuwa na tetesi kwamba kituo kikufunguliwa mapema, lakini baadaye kikaweza kufunguliwa na wakazi wakaendelea kupiga kura. Kutoka kaunti ya Turkana, haswa eneo hili la Lopiding ambapo shughuli ya upigaji kura unaendelea kwa sasa, mimi ni Kitio Mika, na kumbuka tutakuwa tunafuatilia taarifa hii kuhakikisha kwamba msikilizaji wetu wa TV47 ama mtazamaji wetu wa TV47 anapata kila tukio kutoka eneo hili. Kutoka kaunti hii ya Turkana, haswa eneo hili la Mogila, kwenye kituo hiki cha Lopiding, mimi ni Kitio Mika, na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Asante sana Kitio Mika, ni mwandishi wetu wa habari kutoka Turkana, mtazamaji akituletea matukio ya moja kwa moja katika eneo bunge hilo la Nanam ambako pia uchaguzi mdogo unafanyika kuwania kiti cha uwakilishi wa wadi. Sasa tuelekee Kariobangi ambako pia mwandishi wetu Duncan Mutua amekuwa akifuatilia taarifa hii. Duncan, iwapo unanipata, hali